Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Nitarudia, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Amina. Maandiko yanasema mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu ila na kuteseka. Kwa hivyo fungu hilo linatuonyesha ya kuwa wewe kama Mkristo, kama umemkubali Kristo, Biblia inasema si kusema mimi niko kwenye imani tu, bali kuna mateso pia ambayo inastahili uteseke, kama vile ambavyo Kristo alipitia katika hali ya shida ili kumkomboa mwanadamu. Na mwanadamu naye pia, ile njia ya kuweza yeye kuokolewa ni ile ambayo ni nyembamba, anapitia katika shida zilizo nyingi. Ninasoma fungu moja, nukuu moja katika Great Controversy page 620. Hii ni ile hard copy. Kwa hivyo kama una hiyo kitabu, haya. Hebu rudia mwalimu tafadhali, sijasikia. Great Controversy Pambano Kuu page 620. Umesikia? Haya, inasema ya kwamba wakati wa taabu na uchungu ulio mbele yetu, unahitaji imani ambayo inaweza kustahimili uchovu, kuchelewa na njaa, imani ambayo haitaweza kuzimia katika kujaribiwa vikali. Kipindi cha majaribio kinatolewa kwa wote ili kuwaandaa kwa ajili ya wakati huo. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamini. Ushindi wake ni ushahidi wa nguvu ya kuomba bila kukoma. Wote ambao wanang'ang'ania ahadi za Mungu kama alivyofanya Yakobo na kuwa na bidii na ustahimilivu kama alivyokuwa, watafaulu kama yeye alivyofaulu. Wale wasiokuwa tayari kujikana nafsi, kuumia, kuteseka vibaya mbele za Mungu, kuomba sana na kung'ang'ania mbaraka wake hawataupata. Kushindana na Mungu ni wachache kiasi gani wanaojua maana yake? Ni wachache kiasi gani ambao daima wamekuwa wakirarua roho zao mbele za Mungu kwa shauku kubwa mpaka wapate kila aina ya nguvu, wakati mawimbi ya kukata tamaa ambayo hakuna lugha inayoweza kuyaeleza yatakapokuwa yakivuma dhidi ya muombaji, ni wachache kiasi gani watakao ng'ang'ana ahadi za Mungu kwa imani isiyokubali kushindwa. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba tabu inayokuja mbele yetu, ule mfano hakuna. Sasa kama ni kuandaliwa kwa yale ambayo yako mbele yetu, kwa sasa kila mwana matengenezo anapitia tabu ambazo zinaweza kumwandaa. Unapata jaribu hili, unashinda, unapata lingine. Na ukiona uko kwenye hii movement, uliingia na haupambani na jambo lolote ambalo ni kama shida, mlima mbele yako, basi jua kuna tatizo. Maana hiyo tabu inayokuja ni kubwa. Na Mungu kwa huruma zake, taimu hii anawaandaa wale ambao ni wateule, kwa kuwa wanajua anawapitisha kwenye hali ya tabu. Hata hiyo tabu ikisema inaachiliwa hivi, watu wamejua kusimama, maana wamezoea tabu. Sasa tunaishi kipindi ambacho
tabu iko mbele yetu, na Mungu kila mmoja anaruhusu apitiane na majaribu ili kumuandaa. Sio kuwa yeye hapendi kuwakinga, ili ni kuweza kuandaa wakati hii unapatikana na tabu, unamuita Mungu, haya anakusaidia. Kupitia hizo tabu ndio unazidi kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu. Tunaona pengine unaweza kuwa ulikuwa nje, ulipokuwa mdunia ulikuwa kidogo mambo yanakuendelea vizuri, lakini unaanza kuingia, ndio tabu tayari zinaanza kuzuka. Haya msomaji, twende katika Biblia tena, kitabu kile ni cha Luka 13. Alafu naomba hiyo fungu la Pambano Kuu tutumie hapa group hilo lenye umesoma Luka 13. Luka 13 soma 6 kama imesema. Ni Mathayo 13. 13 ngapi? Hebu anza mstari wa 4 ukishuka chini. Nasema kitabu ni kile cha Mathayo 13 kuanzia 4. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Endelea. Nyingine zikaanguka penye mwamba palipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Endelea. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. 7. Haya nitosha. Okay. Sasa hiki kitabu kile cha Mathayo 13 inasema ya kwamba Yesu alizungumza kwa mifano. Inasema akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu zingine zikaanguka karibu na njia. Sasa hapa pia anazungumza katika ile hali ya kanisa lake. Kuna wale, si maandiko yanasema ya kwamba dalili ya siku za mwisho, anasema kisha kuna habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote kama ushuhuda, alafu ule mwisho ndio uje. Sasa hiyo habari njema, mbegu ni neno la Mungu. Mpanzi, kama vile message imehubiriwa hivi, kuna wale ambao wanasikia lakini bado hawajaelewa, anakuja ndege anaondoa lile neno, alafu yeye anapata shughuli zake kabla ile asije akamini akaokolewa. Lakini ile mada kuu ilikuwa anazungumzia hili kundi la pili ambayo linasikia linapandwa kwenye mwamba. Ni wale ambao wanalisikia neno. Mbegu si neno la Mungu. Wale ambao wanalisikia neno alafu wanalikubali kwa furaha, hawa ni wale ambao walipandwa kwenye mwamba, jua likazuka. Lakini kwa kuwa mbegu zilipandwa mahali ambapo hakuna mizizi mingi, zinanyauka. Sasa ni wale ambao wanalisikia neno la Mungu, wanalipokea kwa furaha, lakini baadaye inapokuja ile tabu ama udhii, wanaliacha lile neno na wanafata na shughuli za dunia. Pia inazungumzia hivi ya kwamba yani wewe unaweza kuwa uko kwenye wana matengenezo, lakini kwa kuwa hauna mizizi, kwa mfano haujaelewa, ukasoma ukaelewa imani, ukakita kambi, ukakiri mahali ambapo hauwezi kutikiswa, maana inabidi ukaweze kujengwa hali ya kuwa hii imani
sio kupandwa kwenye mwamba. Mwamba ni pale juu juu tayari. Ukifananisha na kule ambako ni karibu na kwenye maweni, unaona mchanga ni kidogo. Ukipanda hiyo mbegu, jua likizuka, kama ni hindi linanyauka. Sasa unaona, kama ni hiyo imani umezoea kugusagusa hapa juu, unastahili uelewe, kama ni unabii uelewe kiundani, kihali ya kuwa unaongozwa. Si kunaambia, tunaelezewa kuhusu makundi mawili ya wakati huu, 5 werevu na 5 ni wapumbavu, ambao wanaamini, wanategemea imani kwa wenzao juu juu tu, na kuna wale ambao wanachunguza kwa umakini na kujiangalia na maisha yao. Je, katika hiyo hali yao wanayoishi, je, inaendana na vile ambavyo message inasema? Na message inasema vipi? Wanaelewa. Lakini kuna wale ambao toka hii waingie kwenye imani, wanajua mambo kidogo tu. Kama ni mnyama, yeye anajua yale ambayo yani yale ya zamani. Halafu kupitia hiyo nitachanganya na nukuu moja kutoka kwa Marnada. Hiyo nitaisoma mimi. Tuko pamoja? Lakini kama naongea pembeni za kwa nilikuwa naongea huku watu hawanisikii. Tuko pamoja? Hello? Tuko pamoja? Tuko pamoja. Haya, ninasoma nukuu kutoka nukuu fulani kutoka kwa Marnada. Ngoja hii ni nukuu ya mwisho. Haya, Marnada page 75.2. Haya, inasema hivi. Mumenipata kwenye mahali ambapo inatoka? Ni Marnada page 75.3. Inasema, maisha yako kama Mkristo yanapaswa kuchukua sura mpya ya juhudi na ufuasi hodari. Waweza kufikia kiwango cha juu kilichowekwa mbele yako kupitia kwa maandiko, na sharti ufikie hapo kama unataka kuwa mtoto wa Mungu. Huwezi kubaki umesimama tu. Ni lazima ama uende mbele ama urudi nyuma. Je, utabaki kuwa Mkristo uliyedumaa au utafanya maendeleo yenye afya katika maisha yako ya kiroho? Palipo na afya ya kiroho kuna ukuaji pia. Mtoto wa Mungu hukua hadi kufikia katika kimo kamili cha mwanamume au mwanamke katika Kristo. Hakuna kizuizi cha maendeleo katika suala hili. Na tukisoma pia ile Waefeso 2:20 inasema, sio hiyo, kuna nukuu fulani inasema ya kuwa Kristo ametoa vipaji ili kuweza kulikamilisha kanisa lake. Kwa hivyo tunaona wewe kama Mkristo kuna kile kimo ambacho wewe unastahili kukua. Tukisoma ni Luka 2:52 inasema ya kuwa Kristo alizidi kukua katika kimo na kiroho, akampendeza Mungu na wanadamu. Vile vile sisi nasi katika maisha yetu tunastahili tuwe tunakuwa kiroho
na tuwe tuna ile afya ya kimwili. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kila mmoja ako na ile standard amewekewa kama Mkristo, na stahili huo unapanda juu katika imani, unakuwa kiroho, na huwezi ukawa basi umesimama unapambana hivi, huwezi kusonga mbele kiimani. Maandiko ya nukuu inasema ni lazima urudi nyuma ama uende mbele. Huwezi kukaa hali hiyo ya kuwa wewe hautaweza kukua kiimani. Yaani katika hii imani hamuna kilema, wala kusema huyu, kwa mfano kama ni mtoto ameshazaliwa, uone ni mtoto amefikia mahali pa kuwa yeye anaketi, hawezi kutambaa, anakuwa sasa ni mlemavu. Sasa kwenye hii imani hakuna mlemavu, mtu anaweza kuwa mlemavu, aidha uende mbele ama urudi nyuma. Nimefikia tamati. Ni hayo machache, Mungu awabariki.